Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Utajitoa muhanga kwa jambo fulani. Kusifika kwa utashi wako. Kuyakumbukia mapito uliyoyapitia. Kujihisi vibaya ukiwa katika hali ya kutengwa au kusemwa. Chuki za watu zitakuwa zenye kukushangaza sana. Kwa kuwa hakuna kibaya ulichowafanyia. Kitu kujitokeza sehemu tofauti unazokuwepo, lazima hali hiyo kujionesha. Kushangazwa na urafiki au ukaribu wa mtu. Mtu ataahidi kuwa na wewe kwa kila hatua upitiayo. Utakuwa tayari kufanya kitu kwa namna ya usawa, ili ufikie lengo lako. Utahitaji kuongea na mtu kila wakati. Kusisimka mwili. Utafikia tamati kwa jambo. Nyota ya Punda. Utafanya mabadiliko ya kitu. Utakuwa na hali ya mchafuko wa tumbo. Watu kuhamasika kwa ushawishi wako. Kumsubiri mtu kwa muda mrefu. Utakuwa mwenye kuongea kwa hali ya kujiamini, hata kama wewe ndiye mwenye makosa au hauko sahihi. Watu kuuzungumzia muonekano wako. Kuihisi ishara ya hatari. Nyota ya Mshale. Kunung'unika sana. Kusikilizwa kwa muda mrefu. Kukumbushiwa jambo. Kujitahidi kuelewana na mtu. Kuzichoka hila za mtu. Kumfikiria mtu kwa namna ya ukubwa. Kujiandikisha katika nafasi fulani. Mtu kurudisha upendo kwako. Kuhisi maumivu ya mguu. Utarihisi jambo litakalotokea kweli. Mtu atakuchukia ghafla kwa sababu zake. Kuifananisha sauti ya mtu. Kupatiwa kitu ukitunze. Nyota ya Mashuke. Mtu kukuzungusha sana katika jambo. Utakubali kubadilika. Mtu atajificha baada ya kukuona. Kitu kukatika ikiwa umekivaa. Kumkataza mtu asifanye jambo fulani. Wakati wa mwishoni kabisa, ndipo utapata kitu ulichokuwa unakisubiri au kukipambania. Kupita sehemu chafu sana. Utahangaikia jambo lenye faida. Utapata habari kuwahusu watu wawili. Kupata kitu na kupoteza kitu. Utamuona mtu ambaye hukutegemea kama utamuona tena. Kuongea kwa kubabaika. Kuwaona sisimizi wengi sehemu na kupelekea mwili wako kusisimka. Unajulishwa shari au tatizo lililopo kwako. Mvua kubwa kunyesha sehemu uliyopo. Utasema jambo kwa usawa au usahihi. Nyota ya Ng'ombe. Waliokuacha kwa jambo fulani wanarudi kuungana na wewe. Utalala ukiwa unamwazia mtu. Kisa au ujumbe utakuwa mwenye kukumbukia sana. Kujihisi kuanguka kwa jambo, ila mtu atasimama na wewe. Kufanyiwa maombi na mtu mwenye nia njema kwako. Maneno yako yatakuwa yenye kuzunguka kwa kitu kimoja tu kusema. Kuwakumbukia watu waliopoteza na waliopata katika hali ya kimaisha. Utajipangia muda wa kufanya kitu muhimu. Saa au kitu cha mkononi kukatika au kuvunjika. Kumsamehe mtu unayempenda. Kuelezewa faida ya kitu. Nyota ya Mbuzi. Kufanya kitu mara mbili ili kujihakikishia. Kutoa tahadhari kwa mtu. Mtu atakwambia kuwa umebadilika au uko tofauti na hali ya mwanzo. Kujua kasoro ya kitu kabla hujakitumia. Kutumiwa ujumbe wa sauti ili kuhakiki kitu. Nyota ya Mapacha. Kufaidika kitu baada ya kufuata ulichoambiwa. Kupangiwa nafasi ngumu katika kazi. Utamsaidia mtu jambo kubwa sana. Utasifika kwa nidhamu. Utahisi ulikosa vingi kwa mtu. Kuiwazia kesho yako. Nyota ya Mizani. Kutuma ujumbe kwa mtu mara ya mwisho. Kuelezewa kitu kwa mara nyingine. Utakuwa safarini ukiwa na mawazo. Muunganiko mzuri utakufikia. Mtu atahitaji kukueleza mambo mengi.
Kurahisisha jambo liweze kufanyika. Mtu atakujaribu katika namna ya ulongo. Nyota ya Ndoo. Mtu atachukizwa na kauli yako. Utakuwa mwenye kuhisi sana kitu kwa mtu. Kuhisi mfadhaiko ndani yako. Kufikiria sana mambo mabaya au yenye kuumiza. Kitu kujirudia upya na kuanza kulishughulikia tena. Nyota ya Kaa. Kuwaza sana. Bado utajihisi upo katika majaribu au tatizo. Kuagiziwa kitu. Kuuliziwa sehemu ambayo haupo. Mtu atazungumza na wewe kama vile kuna kitu anachokijua moyoni mwako. Kukosewa lakini hutokuwa mwenye kinyongo. Kupata ishara nzuri zitakazoupoza moyo wako. Nyota ya Nge. Kwenda sehemu ukiwa unafikiria sana. Mtu anakupa faraja kwa maneno yake. Hisia zako zinataka uwe makini na mtu fulani. Kuuamini mwongozo wa mtu anaokupatia. Kuchukia kitu. Utakuwa mwenye kuongea sana. Utaliepuka jambo linalokusababishia hasara. Nyota ya Samaki. Kupokea habari njema. Utafahamishwa jambo lililotokea sehemu. Mtu anahitaji kuwa mwema kwako. Utafanya kitu kitakachokuwa kinakupa mawazo. Utapata furaha. Kutimiziwa kitu. Ulichokiota kutimia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.